mimi Mateba, kakake mkubwa mmeo, pamoja na jamaa wengine wa familia hii, tumeona kuwa wewe Mama Kazili unakuja hapa kutukosea heshima, kando na kuwapotosha wake wengine walioolewa katika familia ya Bello hapa Makongeni. Kama wanakubalia hayo huko Bello ni sawa, lakini sisi hatuwezi kuyakubali hapa. Hivyo basi tumeamua kwa sababu ya hali ya anga, tutakubali watoto wako kukaa hapa kwa wiki moja au mbili. Hali itakapokuwa afadhali, tutawarudisha kwako huko Bello. Hatutakubalia kumdhalilisha mmeo Moshe ndugu yetu kwa kutawanya watoto wake kwa kisingizio cha kutafuta kazi hasina kibali kutoka kwa yeyote. Kama tutakubalia kumdhalilisha mmeo, hata wake zetu hapa watatudharau. Hatuwezi kuruhusu jambo lolote linaloelekea kuivunja familia ya Bello. Wale miongoni mwetu wasiobahatika kupata kazi huko migodini wana wajibu wa kuhakikisha kuwa familia yetu haisambaratiki. Kesho asubuhi wengine wetu tutaandamana nawe mpaka Bello ili tukusaidie kumzika mtoto. Utabeba maiti ya mtoto huyo mgongoni mwako kama ulivyoibeba kuileta hapa. Nimesema. Punde tu baada ya kauli ya Mateba, watu walifumukana, kila mmoja tayari kuanza safari ya kurudi kwake. Mateba na wanaume wenzake walikuwa wamejaribu sana kuzilinda tamaduni na desturi pamoja na kuisimamisha familia ya Bello. Hata hivyo, walikabiliwa na changamoto nyingine. Uamuzi waliofanya kwenye krala kumridhisha mama. Alisimama akaanza kuongea. Wale ambao tayari walikuwa wameanza kuondoka walilazimika kusita na kusikiliza. Ni kweli umesema, lakini mimi nilimaanisha kila neno nililokwambia wewe na kila mtu. Ni wajibu wetu sisi wanawake kuyatetea maisha yetu na yale ya watoto wetu. Nitarudi nyumbani nifanye bidii ili kuhakimu na kujikimu mwenyewe, mama alisema kwa sauti na toni ambayo nilikuwa nimeisikia saa chache zilizopita tulipokuwa tunapambana kuipanda milima ya Maloti. Hakumaliza kusema yote yaliyokuwa moyoni kwa sababu alianguka kwa kishindo, kama alivyofanya mara ya mwisho pale njiani akiwa na mtoto wake mgongoni. Lakini mara hii hakumlaani baba kama alivyofanya alipoanguka njiani. Mara hii lilikuwa anguko kubwa lililofuatiwa na kimya. Mwili wake ulijipindapinda pale chini karibu na maiti ya mkadhini. Mimi na dadangu tuliangua kilio ghafla. Tuliogopa kuwa mama naye alikuwa amefariki. Akatuachia ulimwengu huu katili usiojali. Haraka tulichukuliwa na kupelekwa kwenye ile nyumba nyingine kwa kusababisha kelele zisizofaa na kuwasumbua watu wazima waliokuwa mle. Walikuwa wanamwagia mama maji kichwani ili kumwamsha. Nilikumbuka matukio ya siku ile na yote aliyokuwa amesema mama. Wakati mmoja alikuwa amesema, kabla sijafa, nataka kwanza niwe
maisha yangu na yale ya wanangu. Nilishangaa kama jambo hilo lingewezekana. Mwishoni mwa mwaka huo, mamangu alikuwa mwalimu wa shule ya msingi. Bila idhini ya baba wala wazazi wa mume wake, kutokana na mshahara wake mdogo, alitupeleka shuleni, tena pasi na kibali kutoka kwa yeyote, na kuanzia wakati huo tulipata chakula kila siku. Asante sana.